Askofu Bagonza ameibuka na kuzungumzia juu ya uwepo wa taarifa kwamba siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 kutakuwa na maandamano ambayo yatafanyika nchini Tanzania, kwa mjibu wa taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikizungumzwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na Askofu Bagonza ameandika na kusema kwamba tunazuia maandamano kwa kuhamasisha. Nitangulia kutangaza msimamo wangu, siungi mkono maandamano ya Sabasaba na siamini kama yatafanyika. Hata yakifanyika siungi mkono matumizi ya nguvu. Kwa nini? Kwanza, iliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 ni aibu na hasara kwa kila mtu na kila kundi. Walioimba isitokee tena, waimbe sasa. Pili, nimekuwa nikiombea nguvu za viongozi wetu zipungue na hekima iongezeke. Kiongozi hutumia hekima, mtawala hutumia nguvu. Tatu, kabla ya tarehe 29 mwezi wa 10 watu wengi walijikaanga kwa matamshi yaliyoacha ushahidi wa nia yao. Naona wameanza tena, na wasiwafiche nia zao hata kama wana lengo ya kufanya wasemacho. 4, kwa sasa wanaozuia maandamano ni kama wanahamasisha, na wanahamasisha ni kama wanasukuma mlevi. Makundi haya mawili yanahitaji kuzungumza bila kutishana na kukamiana. 5, ninaposikia nagundua sababu za maandamano si uchaguzi tena wala kilichotokea tarehe 29 mwezi wa 10. Ni kero nyingi, ni kukata tamaa, ni ubabe wa vyombo vyetu, ni rushwa, ni wasiojulikana walioachwa waitese nchi hii, ni kubeza katika muungano, ni ucheleweshaji wa haki na umma kukosa mtetezi. Matumizi ya nguvu hayatatui hizi kero. 6, mikutano ya waziri mkuu inafunua aibu ya taifa. Serikali iko likizo muda mrefu, twaweza kumbeza na tusikubaliane na waziri mkuu, lakini tujilazimishe kuona yanayosemwa mikutanoni. Atafanya peke yake mpaka lini? Akiacha watu wakaandamana na yeye atamuru matumizi ya nguvu. 7, tumezingirwa kila upande, ndani hakukaliki na nje hakufikiki. Risasi za Oktoba 29 hazikubagua dini, itikadi wala uchumi wa mtu. Ninachohisi ni kwamba walioua walificha familia zao kwanza, ndipo wakaenda kuua. Hawakuua tu, walijiua hata kama wanatembea. 8, vyama vifanye siasa ili vyombo vifanye ulinzi. Kwa sasa vyombo vimeshika hatamu, sisi mmeshika tama. Wapinzani wanakubalika bila kukubaliana. Nje ya siasa za vyama ni udikteta mpevu, hata ndani ya sisi hakutakalika. Kama ni kweli dola inaongea na Lissu, basi mashtaka yamebadilika na kuwa ya kisiasa, sio muhimu tena. Hata kama wasiasa wengi ni wahaini kuliko yeye, siasa hufanyika jukwaani, si gerezani. Mnachelewesha utulivu wa nchi ili mpate posho. 10, kama wanaharakati wanashawishi vijana kuandamana, basi nyinyi washawishini wasiandamane. Hata Wajaluo wanajua kinyume cha ushawishi ni kubaka. Kaeni mshawishiane, msibakane.